Barabara kabisa mpenzi msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wa habari kwenye redio ya kijamii Kivu. Uchambuzi huu wa habari msikilizaji unakuwa ukijumuishwa na kurasa mbalimbali. Utakwemo katika uchambuzi huu kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za michezo, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Isake Mulucha Ashibe, mchambuzi wako wa siku ya leo, kwa utulivu kabisa na kuomba uambatane na mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Tunafungua jamvi hili na ukurasa wa habari muhimu na mpisha Safari Alimasi Dilwe kutuletea ukurasa huu. Karibu sana. Asante sana Isaac Mulucha Shibe. Katika habari muhimu tuanzie na katika mji wa Baraka ni kwamba sherehe za mwaka mpya zimeendeshwa katika hali ya utulivu mjini Baraka licha hali ya vita inayoshamiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Therese Kaikwamba Wagner ameeleza kuwa wasiwasi kutokana na hatari ya mgogoro unaoendelea ambao waweza kuenea ukanda mzima, kwa kile wito kuingilia kari kwa Umoja wa Afrika. Tumalizie na habari za huko Burundi ambako rais wa Burundi Meja Jenerali Evariste Ndayishimiye amesema kuwa ingawa Burundi ni nchi ya maziwa na asali, haimaanishi mtu anakula bila kufanya kazi. Kwa hiyo Warundi wote waweze kufanya kazi. Isaac, na kuacha uendelee na habari kaza wa kaza. Asante sana Safari Alimasi, na tunaanzia katika mji wa Baraka. Katika habari zetu ni kwamba raia mmoja alifaulu kumnyang'anya bunduki muhalifu ambaye alimuingilia nyumbani mwake na kujaribu kumpora mali yake katika usiku wa kuamkia Alhamisi ya tarehe mosi Januari 2026 katika kata ya Kibonjo ya kwanza mjini Baraka. Bwana Alfonso ni kiongozi wa kata la Kibonjo ya kwanza, amelalamikia utovu wa usalama katika eneo lake, akitoa maelezo kuhusu kisa cha usiku wa leo kilivyokuwa na kumalizia kuomba kwa serikali kuimarisha usalama zaidi kwa wananchi. Siku hizi kuanzia juzi jana vitendo vya wizi wa silaha vinatapakaa hapa kwetu mjini Kibonjo ya kwanza. Hadi juzi kuamkia jana walipiga mtu masasi. Jana kuamkia leo siku ya hii tariki moja, tukio mabaya alikuwa hadi mpaka watu wangu walibatika kunyang'anya mwizi wa silaha, na hiyo silaha hivi iko kule kwenye uongozi wa utawala wa nchi. Yaani wakati walikuja walikuwa wengi, walikuwa wanatawanyika mji wote. Alafu kuna mbinu fulani tulitumia kama sisi viongozi, juzi ilisababisha huyu mwizi alikuwa tayari aishaingilia kijana mmoja ndani ya nyumba, na kijana yule akashika yule kijana ndani ya ile bunduki. Na pale sisi tulikuwa hatuko mbali, kwa sababu ilikuwa mambo ya duria ambayo tulikuwa tunayafanya ndani ya kata. Pale wakati tulipokuja ule kijana aamua kukimbia kwa ajili silaha. Tunaomba serikali yetu, kwanza serikali yetu ya Kongo, president hapa kwetu vile yetu ya Baraka, wazidi kuongeza wanajeshi ndani ya makartie, batie makartie mkuanzi kwa maposition ya jeshi. Kwa sababu hata hivi hatutajua tutalala. Hivi usiku unaingia kila mtu anakuwa anajua nitalala aje, wengine hawalali tena ndani ya manyumba zao kwa kukimbia hiyo hali. Kwa kweli tunaogopa, watu hawalali, watu wanabakwa, watu wanauawa, watu wanaporwa, watu wanafanyiwa vitendo vibaya, watu wanabakwa mbele ya watoto zao. Alafu mambo ya aibu iko sana. Tuombe serikali kwa kweli na kusisitiza ilete ulinzi wa haraka, usio kule wa kukawia, kwa sababu ukikuwa kukawia watu wote wataisha na ile serikali itakosa wataongoza wanani. Katika muktadha huo Orfe Yamone Akamengele, mwenyekiti wa shirika la CGOP na leader wa eneo hili, amewataka wakuu viongozi wa jimbo la 33 la kijeshi kuvaa jukumu la kulinda raia wanaopatikana kwenye maeneo ambayo wanadhibiti. Kila mara masase inalia katika jiji la Baraka, raia ambao wako sanse kuishi kwa amani bila matatizo yoyote wanaenda kuonekana kuwa wa victime ya mavole za usiku. Watu wanaingiliwa na watu ambao wanavaa silaha na tenue za militaire ambao wanajipermettre kuingilia raia na kupiga masase kiolela, kucreate même psychose mu vichwa vya raia. Na hiyo ni hali ambayo inaasha kuwa kama vile kawaida katika jiji la Baraka. Ndiyo maana tunakuja hapa kuhamasisha zaidi sana wakuu viongozi wa wajeshi, kwa sababu hapa katika jiji la Baraka tunakuwa na 33e region militaire. Yaani hapa kunakuwa etat major ya FRDC, na mahali ambapo panakuwa ile kikosi chote cha wanajeshi, hakustahili kupitikana maafa haya ambayo yanayopitikana katika jiji la Baraka. Watu wako viole, watu wanaibiwa, mtu iko naingiliwa nyumbani mwake na bunduki mzito ya PKM
na ile inakuwa kama vile raia inakosa amani. Hii hali yote ambayo inapitikana katika jiji la Baraka iko na pare ya maresponsabilite kuba autorite tant militaire que civil benye banatu dirige, na kama ile hali inaendelea vile, basi raia itakuwa na woga wa kuaminia jeshi lao, raia itakuwa na woga hata wa kuaminia wakuu viongozi wa jimbo na wakuu viongozi pia wa mahali hapa, kwa sababu hawaletei usalama. Mwishowe, Bwana Orfe ameonyesha athari inayoambatana na utovu wa usalama mjini Baraka na kuvitaka vitengo vya serikali kuingilia kwa dharura hali ya usalama mdogo mjini humu. Raia wamekimbia, na wakati wanapata hizi habari za kwamba Baraka kila leo masasi inalia, wamoja wao wanashindwa kurudia kwa kuwa wanaogopa. Imeshaleta hata magonjwa ya moyo ndani ya raia. Wakati kila mtu anasikia masasi kila leo, kuna wengine wanapata magonjwa ya moyo, unakuja kutana kwamba wagonjwa wanakuwa wengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale ambao walikuwa wanahitajika kuleta usalama hawaileti, ni wao tena ndio wanaleta vurugu. Ndio maana wanajeshi, wakuu viongozi wa jeshi katika jiji la Baraka, katika eneo ambazo zinabakia zinamilikiwa na serikali yetu ya Kongo, waendelee kudumisha usalama, watie discipline na morale mwanajeshi wao. Wao wanafanya risasi ikilia, kwa kuwa wao wanakuwa na matekniki ya kujua hii risasi inapigwa ni ya nani, wanafanya hata control ili raia ipate kuwa na amani. Hivi population iko delese, hatujui viongozi wako wapi, hatujui viongozi wa mahali inafanya kazi gani. Yaani ni Mungu tu na maombi, ndio maana raia wanaendelea kuishi. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba kikao cha kujadili kuhusu namna ya kupiganisha mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu kati ya mtaa wa afya wa Fizi na wafadhili wake kimeendeshwa siku ya 3 ya wiki tunayo ndani ya chumba cha mikutano cha hospitali kuu ya Baraka. Ugonjwa wa kipindupindu unaonekana kupanda kwa kasi kubwa kwa sasa ndani ya mtaa wa afya wa Fizi, na ambako mganga mkuu wa mtaa huo aomba kwa raia kuendelea kuheshimu kanuni za kiafya. Dr. Albert Mangaiko Sadiki ameeleza yafuatayo. Tulikuwa na kikao ambacho tunaita ni kikao cha coordination des incidents. Ni kikao ambacho kinafanyika kwa kawaida mara moja kwa wiki, na tunayaongelea zaidi sana ni yale masuala ambayo yanagusa afya, na zaidi sana magonjwa ya mlipuko kama vile kolera, matatizo ya uhamiaji wa watu wa déplacés de guerre, na vile vile wale watu ambao wanaumizwa kwa namna moja au nyingine na shida za vita. Kuhusu takwimu, ningeweza kusema kwa juma ya mwisho ya mwaka huu wa 2015, tunaita wiki ya 52, tuliwahi kuorozesha wagonjwa 214 katika mtaa wetu wa afya wa Fizi. Ni idadi ambayo iko kubwa zaidi ambayo inatisha katika mtaa wetu wa afya. Kwa kweli maeneo ambayo yanasongwa ni yale ambayo yamepokea wale wahamiaji wengi wa déplacés de guerre. Kwa sasa tunaongelea ni aire de santé tu ya Dine ambako watu wengi walikuwa wamekusanyika hapo. Tunasema ni aire de santé ya Sedele, ni aire de santé ya Kazimia, na hapa Baraka kwa pekee inakuwa ni aire de santé ya Mshimbaiki ambayo inakuwa na wagonjwa wengi kutokana na wahamiaji wa déplacés kuwa wengi katika hiyo maeneo ya afya. Kwa kweli hatutaweza kuwarudisha watu manyumbani kwa siku ya leo, na bado hali ya usalama haijakuwa kuridhisha. Tutakuwa na mbinu ni moja ya kuweza kusaidia kupiganisha kipindupindu kwa hiki kipindi, ni ile kukuwa na zile tabia nzuri za kuweza kuosha mikono mara kwa mara tunapotoka kwenye choo, kabla ya kula, kabla ya kunyonyesha mtoto wake, kabla kupika chakula, ikiwezekana kuepuka kupana mikono bila kuosha mikono yetu. Upande mwingine, Dr. Albert Mangaiko Sadiki amewataka viongozi wa vijiji vilivyopokea wahamiaji wa ndani kuwa wasisimuaji kwa raia wao kuhusu mlipuko huu wa ugonjwa wa kipindupindu. Acha pia niongezee kwa wale ambao ni wakaaji waweze kuandaa vyoo ili tuweze kukomesha kabisa ile tabia mbaya ya kuweza kunyamba ovyo. Wawe vile vile kama vile warele communautaire wetu wafikishe huo ujumbe wa kuosha mikono mara kwa mara. Kupitia pia wafadhili wetu tunakuwa na ule mradi wa kuweza kutia dawa ndani ya maji. Tunakuwa na site d'eploration mahali ambako wahamiaji wako wengi, tunatia mtu hapo anaweza katia dawa katika vyombo vya kushotea maji, ila hiyo maji yaweze kuwa safi kwa kuweza kutumiwa.
Na kama ulivyojuzwa kwenye ukurasa wa habari muhimu, msikilizaji, sherehe za mwaka mpya zimeendeshwa katika hali ya utulivu mjini Baraka licha ya hali ya vita inayoshamiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa wakati huu ambao mji wa jirani wa Uvira unashikiliwa na waasi wa M23. Radio Kivu imehojiana na baadhi ya raia ambao wameshukuru vyombo vya usalama kwa jitihada walizozifanya ili wananchi wapate kuendesha sherehe hizi kwa amani na utulivu. Sherehe ilipita tu. Mara tunashukuru Mungu juu tuliona napita mzuri. Hivi kama vita tunaona vinapunguka, tunasherehekea mzuri. Vitu tungekuwa masasi lakini hatuna masasi. Juu Mungu ndo mali tusaidie. Hakuna jeli yote ambayo imetokea? Hakuna. Sherehe nashukuru Mungu sana. Tulitembea kama kawaida, tukaenda kama kawaida. Hakuna masasi maraba leo. Mungu alishuhudia sana. Wachuruzi walilema mzuri bila wasiwasi. Walitembea haki zao bila wasiwasi. Nasema Mungu asifiwe sana. Kipendekezo kwangu ningelishomba kabisa wa amani waendelee kufanya uchunguzi, kwa sababu leo tulishukuru Mungu watu walitembea na amani zao. Ilipita vizuri, pasipokuwa tu aksida tu za ghafla ndo zilitokea. Pande barabara hapo chini hapo uzuri ulikuwa tulikula, tukafurahi, tukaenjoy, tukacheza, ndo uzuri wake. Tulienda makatori zao hivi tunarudia ma 18. Tunashukuru sana kwa kuweka usalama. Na ukisikia la mgambo limelia ujue kuna jambo. Sasa ni ukurasa wa habari za michezo, na mpisha bila shaka Omari Makelele Uzile kutuletea ukurasa huu. Barabara kabisa mwenzangu Isake Mulucha Ashibe. Leo katika habari za michezo na valia namba 14 ya mchezaji Victor Gyokeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika bara la Afrika. Ni kwamba draw ya 16 bora ya michuano ya kombe la mataifa barani Afrika CAN ambayo inaendelea kutimua vumbi huko Morocco tayari imetolewa, na hatua hiyo ya 16 bora itaanza kutimua vumbi fikapo tarehe 3 Januari 2026, ambako mechi mbili ziko katika programu ya kupigwa. Majira ya saa 12 kamili za jioni vijana wa Senegal watakuwa vikali zidi ya Sudan, na majira saa 3 kamili za usiku vijana wa Mali watawakaribisha timu ya Tunisia. Lakini michuano hii itakuwa ya kuendelea tariki 4, 5 na 6. Kisha tariki hizo 6 tutakuwa tumefahamu tayari timu ambazo zimekwenda katika hatua ya 8 bora. Tufahamishe kuwa DRC wao watapepetana vikali zidi ya Algeria, itakuwa ni tariki 6 Januari 2026. Na upande mwingine ni kwamba baada ya timu ya taifa ya Gabon ya kuweza kufanya vibaya katika mashindano ya kuweza kuwania ubingwa wa AFCON huko Morocco, wizara ya michezo katika taifa hilo la Gabon limetangaza rasmi kukivunja kikosi hicho pamoja na kuwafukuza kabisa benchi la ufundi la timu hiyo ya Gabon. Na hata hivyo na wao mkuu ambaye ni Pierre-Emerick Aubameyang ameondolewa vile vile kuitishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Gabon imeondolewa katika mashindano hayo mapema tu, ikiwa ni ya mwisho katika kundi F ambapo walipoteza mechi zote 3 za makundi, ikiwa ni pamoja na Cameroon, Msumbiji pamoja na Ivory Coast. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Cedric Bakambu Bakagol amezitaka mamlaka za Maroc kumkabidhi haraka begi pamoja na vifaa vyake vya michezo ambavyo hakukabidhiwa alipotua kwenye uwanja wa ndege wa Casablanca. Cedric Bakambu alisema alipashwa kupata begi lake tariki 19 Desemba 2025 kabla ya michuano ya AFCON 2025 kuanza, lakini kutokana na mwingiliano mkubwa ndani ya airport ya Casablanca begi lake likawa lionekani, na akaelezwa kwamba asubiri, ambapo ameulizia mara 3 kuhusu begi lake, na mamlaka ya Morocco imedhibitisha kuwa begi lake hilo lipo na limehifadhiwa sehemu salama kabisa. Hadi sasa Cedric Bakambu hajafanyikiwa kutumia vifaa vyake ambavyo aliviandaa kabla ya mashindano ya AFCON, na amelazimika kununua vingine mchini humo Maroc. Kule katika bara la Ulaya sasa ni kwamba klabu ya Chelsea The Blues imetangaza rasmi kuachana na kocha wake mkuu Enzo Maresca kwa makubaliano ya pande zote mbili. Katika taarifa iliyotolewa na klabu ya Chelsea The Blues imeeleza kuwa katika kipindi chote ndani ya klabu ya Chelsea The Blues, Enzo Maresca aliongoza Chelsea The Blues kupata mafanikio makubwa, ikiwemo kutoa kombe la UEFA Conference League pamoja na kombe la dunia upande wa vilabu ambao waliweza kuwatandika timu ya Paris Saint-Germain mabao 3 bila majibu. Mafanikio hayo yataendelea kubaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya klabu ya Chelsea The Blues, na Chelsea imemshukuru vya kutosha kocha huyo Enzo Maresca kwa mchango wake
Kwa sasa, kwa kuwa bado kuna malengo muhimu ya kupigania katika mashindano 4 tofauti ya bara la Ulaya, ikiwemo kufuzu katika hatua ya makundi kunako michuano ya kombe la mabingwa Ulaya mwaka ujao, basi Chelsea The Blues imesema kuwa itaendelea kumshukuru Enzo Maresca licha ya kuweza kufurushwa kazi. Isaac Mlucha Ashibe naweka nukta katika habari za michezo. Na asante sana Omari Makelele Ozile. Msikizaji, ni kukumbushe tu kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wetu wa habari kwenye mawimbi ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Katika mji jirani wa Uvira, tofauti na vile tulivyowazia, wananchi wa mji wa Uvira wamejitahidi kusherehekea sikukuu ya mwaka mpya kila mtu kadiri ya uwezo wake. Ndivyo amesema hayo mmoja kati ya raia tuliozungumza nao hapo Uvira. Taarifa tunazo ni kwamba shamra za maandalizi ya kusherehekea mwaka mpya mjini Uvira zimeanza tangu siku ya pili ya wiki tunayo, ambako siku ya 4 hii wananchi wengi wamesherehekea mwaka mpya kama alivyohakikisha hapa Chako Changu Bonani. Sikukuu ya leo ya Novena ilisherekewa. Watu wamenunua manguo kwa watoto, chakula imepigwa, watu wamekula, maveza rusiku muvili mzima zimekuwa Mulongwe, Kasenga, Kimanga, Kalemabenge, Kalundu kadogo, lakini Mkabimvira mkukua muvei. Watu wa komini ya Kabimvira wengi walikimbiliaka Burundi, na ndio kwenye watu wote Mkabimvira kukua vei, lakini Mulongwe basi palikuwa veye. Na kuhusu usalama, movement 23 imeweka wasoda mubarabara nzima ya RN5 na RN30, njia ya kwenda kwenye frontiere ya Burundi na njia ya RN5 ya barabara nzima. Majeshi walikuwa wakichunga usalama, na mtu alikuwa temela migulu anaenda mpaka kwa nyumbani. Hatukuwa reserve vraiment incident securitaire hata moja, lakini ilifika saa 6 ya usiku kuna masasi ambayo imesikilika mnamo quartier Mulongwe na Rombe. Hatukubahatika vraiment kujua nani alipiga ile masasi na chanzo imekuwa gani. Ila kwa sasa fete muvile nzima ya Uvira inapitika salama, hakuna tatizo hata moja, ingalao tumekula mushida, tumekula mustress, tumekula ya leo mwali ya kinyonge, ila watu wamelema, wameuzisha. Hata hivyo, duru yetu imetaja kutokuelewa kuona gari nyingi za pombe zimetoka ngambo za Burundi zikaingia mjini Uvira wakati huu ambao mipaka kati ya sehemu hizo mbili imefungwa. Kenya tukuelewa ni kimoja, magari za pombe zimetoka muplene, mapombe za Burundi zimetoka mingi, magari mingi sana mplene. Hatuwezi elewa eske zimepita Rwanda ama zimetoka Burundi zikavukia Luvungi ama vukizo pa Kiliba. Tukuelewa vizuri. Hiyo ndio jambo ambalo limetushtukiza sisi kama vile wachunguzi sana wa habari za mjini. Pombe zinatoka muplene magari kabisa, ma 1924 zinakuya muvile ya Uvira mabwate mbalimbali. Tumeona vitu wako wanazibidua wanazitia madepo za pombe na mabwate mbalimbali. Vizuri mpaka sasa vraiment kuna taboja. Na kwenye habari ya kitaifa, mpenzi msikizaji, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Bi Therese Kaikwamba Wagner ameeleza kuwa na wasiwasi kutokana na hasari ya mgogoro unaoendelea ambao waweza kuenea ukanda mzima, huku akitoa wito wa kuingilia kati Umoja wa Afrika. Undani wa taarifa hii na Safari Alimasi Dilu ndani ya studio. Naam. Baraza la Amani na Usalama CPS, chombo cha kudumu cha Umoja wa Afrika kinachohusika na kuzuia, kusimamia na kutatua migogoro, lilifanya mkutano wake wa 1321 wa ngazi ya mawaziri siku ya Jumatatu tarehe 29 Disemba 2025 kujadili mgogoro wa kiusalama uliopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
CPS ni mfumo wa usalama wa pamoja wa tahadhari ya haraka unaolenga kuwezesha mwitikio wa haraka na ufanisi kwa hali ya migogoro na mizozo barani Afrika. Akizungumza kwa njia ya video, waziri wa mambo ya nje wa DRC Therese Kaikwambagné alieleza wasiwasi wake juu ya hatari ya mgogoro huo kuenea katika ukanda mzima na anatoa wito wa kuingilia kati kwa Umoja wa Afrika. Kwa mujibu wake, harakati za FCM23 wanaosaidiwa na Rwanda sasa zina asili hata nchi ya Burundi, akitaja mapigano yaliyopelekea kutekwa kwa mji wa Uvira, Kivu Kusini, kabla ya tangazo la kujiondoa kwao. Zaidi ya janga la kibinadamu, kuzorota huku kwa kasi kwa hali ya usalama kuna hatarisha kuzuka kwa mzozo mkubwa wa kikanda. Matukio uvukaji mipaka ambayo tayari yameshuhudiwa yanaweka mataifa jirani hasa Jamhuri ya Burundi katika hatari ya kuzuka kwa mzozo mkubwa ambao hakuna anayeweza kutabiri matokeo yake. Utulivu wa ukanda wa maziwa makuu hauwezi kuwekwa rehani kwa ukubali ukiukwaji wa wazi wa sheria unaosababishwa na ongezeko la shughuli za kijeshi na uporaji wa rasilimali za madini ya DRC unaofanywa na nchi moja tu ambayo ni Rwanda, ambayo hadi sasa haijachukuliwa hatua yoyote, alilaani waziri huyo wa mambo ya nje wa DRC. Kwa niaba ya serikali mbele ya mgogoro huu, Therese Kaikwambagné alikumbusha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechagua kwa uthabiti na kwa makusudi njia ya diplomasia na ushirikiano wa kimataifa katika kukabiliana na mgogoro huu. Uamuzi huu unaonyesha dhamira yetu ya dhati ya kutatua migogoro kwa njia ya amani, kuheshimu sheria za kimataifa na kutilia mkazo mifumo ya Afrika na kimataifa ya utatuzi wa migogoro. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetenda kwa nia njema na itaendelea kushikamana na mwelekeo huu, iweni katika mchakato wa Washington, mchakato wa Doha, uratibu wa Kiafrika chini ya Umoja wa Afrika. Hata hivyo, hakuna mchakato wote unaoweza kuendelea kuwepo ikiwa kuna ukiukwaji mara kwa mara wa makubaliano ya msingi bila hatua kuchukuliwa. Haliongeza yote Therese Kaikwambagné. Mkutano huu ulilenga kujadili hali ya usalama na kibinadamu ya kutisha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umefanyika katika kipindi ambacho kumekuwa na mapigano makali katika maeneo kadhaa ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini baina ya majeshi ya serikali na FCM23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Umoja wa Afrika ambao hadi sasa umeshindwa kutambua rasmi uvamizi wa DRC na Rwanda umeitisha mkutano huu wiki chache baada ya maridhiano ya Washington kuzinishwa na marais Felix Antoine Tshisekedi wa DRC na Paul Kagame wa Rwanda chini ya usimamizi wa utawala wa Trump. Ingawa mchakato wa Washington unaonekana kupata kasi rasmi kufuatia kuidhinishwa kwa makubaliano hayo na wakuu wa nchi hizo mbili mbele ya rais wa Marekani, mazungumzo ya Doha kati ya Kinshasa na FCM23 wanaoungwa mkono na Rwanda yamekuwa na hajafikia maendeleo yoyote dhahiri. Mazungumzo hayo ambayo yalipaswa kuimarisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia mizizi ya mgogoro, hasa urejeshaji wa mamlaka ya serikali na kuunganishwa upya kwa wanamgambo, yamesalia yamesimama bila maendeleo yoyote halisi tangu kutiwa saini kwa mkataba wa awali chini ya usimamizi wa serikali ya Qatar. Kuwepo kwa maendeleo katika mchakato huo kumechochea kurejea kwa mapigano makali kati ya FCM23 wanaungwa mkono na Rwanda na majeshi ya serikali, hali iliyosababisha kurekwa kwa mji wa Uvira uliopo katika mkoa wa Kivu Kusini. Urekaji huo ulizua shutuma kali kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, hasa dhidi ya Kigali, ikiwa ni pamoja na Marekani. Chini ya shinikizo la kimataifa, FCM23 walitangaza kujiondoa katika mji wa Uvira wakidai kuwa wanataka kutoa nafasi kwa mchakato wa amani. Hata hivyo, siku chache baadaye, mwakilishi wa Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa alisitiza umuhimu wa kujiondoa kwao kwa njia ya kweli na inaweza kudhibitishwa kwa umbali wa angalau kilomita 75 kutoka mji wa Uvira. Msikilizaji, tuishie hapo kwa leo kwenye habari za Grefa. Asante sana Safari Alimasi Dilwe kwa ripoti yako hiyo ndefu. Na tumalizie uchambuzi wa habari na habari kutoka Burundi, ambako rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema kuwa ingawa nchi ya Burundi ni nchi ya maziwa na asali, haimaanishi kwamba mtu atakula bila kufanya kazi. Katika muktadha gani rais huyo aliongea maneno haya? Tumsikilize Bukuru Elias Daniel, mwanaripota wetu wa huko Burundi. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema hayo katika siku ya kwanza ya maombi yaliyoandaliwa na familia ya rais wa Burundi yanayofanyikia katika viwanja vya shule ya uhandisi mjini Bujumbura. Ubu rero baramaze kubona ko dufise igihugu ciza kandi kirimwo vyinshi
Tumeshatambua kuwa kama tuna nchi nzuri iliyosheheni kila kitu, na ndio maana ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunaendelea kuwaza na kunongona? Tunapaswa kujiuliza ni kipi tufanye kwa ajili ya kuendeleza nchi, lakini pia tukiwa na mienendo kama ya watu wa Mungu na kutambua hitaji la Mungu kwetu, kwa sababu yaliyoandikwa kwenye vitabu vya Mungu ni kwa ajili ya kutuelekeza na kutufundisha. Tumshukuru Mungu maana tumevuka magumu yote tuliyopitia. Alitupitisha katika jangwa. Tusisahau tulikotoka, maana Mungu alitulinda akatuepusha changamoto mbalimbali, na kuna ambao walipoteza maisha kwa ajili ya nchi, na sisi tuliopo hapa tulinusurika. Tumshukuru Mungu kwani ndiye mwenye nguvu kwa kutuvusha jangwa, na sasa tunaijenga nchi. Tugiriye neza akatujabutsa ubugaragwa, none uno munsi tukaba dushitsaho twokubaka igihugu cacu. Hivi karibuni shirika la fedha la kimataifa IMF lisema pato la Burundi lilikuwa kwa 4.4 kwa mwaka huu hadi dola bilioni 7. Rais Ndayishimiye akisema miongoni mwa mafanikio ni kuongezeka kwa upatikanaji wa umeme nchini, ambapo tangu mwaka wa 2020 umeongezeka zaidi ya mara 3. Alipongeza kwa sekta ya madini kwa sasa inafanya kazi vizuri, huku akibainisha kuwa mwaka huu imeingiza mapato ya dola za Marekani milioni 12 na kutoa ajira kwa maelfu ya watu. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na ni kupitia ripoti hiyo ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari wa siku ya leo. Ni kushukuru wewe mpenzi msikilizaji ambao uliniambata mwanzo wa tamati. Nashukuru pia jopo nzima la wahariri wenzangu ambao walinisaidia kuandaa uchambuzi wa habari. Ili kuletea uchambuzi wa habari ni Zake Mulucha Ashibe, upande wa pili Jean Makelele Kalajadeni alishikilia vema dawati na mitambo. Sina la ziada na kutakia mwaka mpya wa amani na utulivu. Tukutane wakati mwingine. Nasema salamu alaikum.